Huu ni mradi mpya wa chanzo cha maji cha Butimba ambao umetekelezwa kwa gharama zaidi ya shilingi bilioni 172. Mradi huu una uwezo wa kuzalisha lita milioni 48 kwa siku. Ni mradi ambao unaenda kuongeza uzalishaji wa maji katika jiji la Mwanza kutoka lita za ujazo milioni 90 hadi kufikia lita milioni 138. Chanzo hiki kimekamilika, tumekabidhiwa rasmi mwaka jana na tayari kinatoa huduma katika maeneo ambayo awali kwa kweli yalikuwa yanapata changamoto kubwa ya maji, na kinazalisha lita milioni 48 kwa siku. Kwa hiyo tumeweza kuongeza kutoka lita milioni 90 ambayo ilikuwa inazalishwa kutoka chanzo cha Capri Point. Sasa hivi tuna uzalishaji pia kutoka chanzo hiki cha Butimba, na kwa namna hiyo kwa vyovyote vile hali ya huduma ya maji imeendelea kuimarika. Ni mradi ambao unaenda kutatua kwa kiasi kikubwa changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama katika jiji la Mwanza. Kama unavyokumbuka, Rais Samia Suluhu Hassan alivyoingia madarakani mwaka 2021, mojawapo ya mambo ambayo yalikuwa yakimkera sana ni kina mama kufuata maji umbali mrefu. Aliahidi kumtua mama ndoo kichwani. Kauli ya mama ya kumtua mwanamke ndoo inatekelezeka kwa vitendo. Na nimpongeze sana kumshukuru Mheshimiwa Waziri kwa sababu ameishi kauli hiyo ya mama na ameishi kwenye falsafa za kutatua changamoto za wananchi kwenye sekta hii ya maji. Na mradi huu ni miongoni mwa mambo ambayo yanakwenda kutatua kero ya wananchi kufuata maji kwa umbali mrefu. Tulikuwa tunapata shida sana ya maji. Wengine mpaka tulikuwa tukienda kule tunakimbizwa na vijana kwa sababu ya maji. Wengine mpaka wanaamka saa 9 saa 10 kwa sababu ya swala la maji. Maji yalikuwa ni shida sana katika mtaa wetu wa Amani. Lakini sasa toka alipotuletea chanzo cha maji, kwa kweli tunamshukuru Mungu, hamna shida ya maji. Upatikanaji wa maji safi na salama ni moja ya vipaumbele vya serikali ya awamu ya 6 iliyoahidi katika uchaguzi wa mwaka 2020 kuondolea wananchi hususan wakazi wa Mwanza adha ya kutembea umbali mrefu kufuata maji. Lakini baada ya mradi huu na mambo yalivyo sasa Amani, tunalo deni kwa Maza, tunalo deni. Tunahakika hata baada ya mkutano mkuu wa sisi taifa juzi, nasi tulikaa kamati ya sasa ya tawi, tumeinuka na kauli moja inasema, mama, tunakwenda kulipa deni lako, na si jingine ni kwenda kumchagua tena kwa miaka hii 5 ijayo. Licha ya kuwa karibu na ziwa, wakazi wa jiji la Mwanza na viunga vyake kwa muda mrefu wamekuwa wakikabiliwa na kero ya upatikanaji wa maji safi na salama. Mimi mtaa wa Amani nimekaa miaka mingi sana. Hususan na kama miaka 50. Tulikuwa na shida ya maji sana. Maji tulikuwa tunachota kwa Mswahili. Tulikuwa tunahangaika sana. Paka kufikia hivi, kwanza tunamshukuru rais wetu, tunashukuru serikali. Sasa hivi hatuna shida ya maji. Japokuwa tuko mlimani, lakini hatuna shida ya maji. Tangia huu mradi uwekwa hatuna shida ya maji. Tunashukuru sana. Kwa sababu kama mimi ambao ninezeeka umri wangu huu kujitisha ndoo kutoka mbali siwezi. Kwa miaka hii ya nyuma tulikuwa nakuja na kidumu. Kama sisi wakazi wa karibu, mama anajifungua nakuja na kandoo na tudumu kwa kusafishia mama. Maji alikuwa hamna. Maji alikuwa hamna. Unaona? Lakini baada ya kuingia mama akaweka hizo nguvu zake hapo, bilioni karibia nenda hapo sasa hivi maji. Wanafua tu akina mama huko na jengo lao huko wanafua tu. Paka wanasahau hata kulifunga bomba. Unaona? Kwa kweli swala la maji jamani, paka hospitali zetu, paka shule. Sasa hivi tumepata na high school mpya na ina maji safi. Hatuna shida. Chini ya serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kazi kubwa imefanyika. Kwa mfano katika miji ya Misungwi na Magu, pale kumetekelezwa miradi mikubwa ya maji ambapo imewezesha upatikanaji wa maji kufikia zaidi ya 90%. Hapo awali walikuwa wanategemea vyanzo ambavyo havikuwa vinatosheleza katika miji ile. Na kwa mfano Magu yenyewe sasa hivi ina huduma ya maji pamoja na usambazaji, upatikanaji na usambazaji kiasi cha 95%.
kwa upande wa Misungu imefikia 90%, lakini kuna miradi inaendelea pale ya kuweza kupeleka huduma ya maji katika maeneo mengine ambayo yana makazi mapya, ambapo wananchi hapo awali hawakuwa wanaishi katika maeneo hayo, lakini sasa hivi kuna makazi mapya na hivyo kuna mpango wa kuwapelekea huduma ya maji pale. Lakini sio hapo tu, huduma za usambazaji zinaendelea katika mji wa Nansio, na kwa mfano katika mwaka ujao wa fedha tunatarajia pia kwenda kuongeza huduma katika vitongoji ambavyo viko jirani na mji ule. Lengo ni kuhakikisha wakazi wote wa jiji na pembezoni mwa jiji la Mwanza wanaunganishwa maji ya bomba. Lakini kuna kazi kubwa ambayo inaendelea hivi sasa ya ujenzi wa matenki 5. Contractor Sino Hydro tayari uko kazini, mradi wa kiasi cha shilingi bilioni 46. Matenki 5 yenye ujazo wa lita milioni 31 pamoja na vituo viwili vya kusukuma maji vinajengwa. Kazi inaendelea vizuri, kazi inaendelea kwa kasi, tayari imefikia 20%, na matarajio yetu ni kwamba ifikapo mwakani kazi hiyo iweze kuwa imekamilika. Lakini tunachofanya sisi ni kwamba tunakwenda na eneo moja hadi jingine, ili kadiri ambavyo mradi unakamilika wananchi waanze kupata huduma na hivyo kuendelea kupunguza changamoto ya maji katika jiji la Mwanza. Mkurugenzi mkuu wa MUWASA Nelly Msuya amekuwa akifanya kazi usiku na mchana kusimamia kazi ya uondoshaji wa miundombinu chakavu na ulazaji wa mabomba mapya ili kuhakikisha wananchi wanafaidika na mradi mpya wa chanzo cha maji Butimba. Kupitia Wizara ya Maji tumeendelea kusisitizwa kwamba tufanye kazi usiku na mchana. Kwa hiyo kama MUWASA tumejikita kufanya hivyo, kutekeleza kazi usiku na mchana, na tumejipanga. Tuna timu zinazofanya kazi usiku na tuna timu ambazo zinafanya kazi mchana. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba tunaendelea kuimarisha huduma ya maji, lakini sio huduma ya maji tu, na usafi wa mazingira. Huwezi ukafanya kazi ya kuondosha miundombinu chakavu wakati huna maji bado. Kwa hiyo kwa kuwa na chanzo hiki sasa hivi tunaendelea kwa kasi kuondosha ile miundombinu chakavu, na wananchi wanatuona mitaani tukiwa tunasimamia utekelezaji wa miradi hii midogo midogo, lakini sasa na huu mradi mkubwa wa usambazaji ambao sasa tunaenda kuiweka matenki makubwa katika miinuko au milima inayozunguka jiji la Mwanza, na kwa namna hiyo kuwezesha wananchi sasa kupata huduma ya maji kwa uwiano mzuri kwa kutumia vituo vikubwa vya kusukuma maji, lakini na matenki makubwa yenye kati ya ujazo wa lita milioni 5 mpaka milioni 10. Nitumie nafasi hii kukupongeza sana ndugu mkurugenzi wa mamlaka ya maji Mwanza na timu yako nzima kwa ujumla. Nafahamu tumekuwa na changamoto nyingi, lakini kasi na spidi yenu, wito wenu kwa wananchi umekuwa wa kiwango cha juu sana. Kiukweli malalamiko, na mimi naomba nikiri, yameendelea kupungua sana. Tunaanza na 45 inflation. Baadaye tena 45 itafika. Itakuwa 90. Kitalingana na kile cha couple point. Matarajio yetu ni kwamba ni kweli haitamaliza matatizo kwa 100%, lakini itapunguza kelele sana na huu mgao utaisha. Ushirikiano ni mkubwa wa MUWASA na serikali za mitaa, nisiseme wa kwangu. Kwanza mkurugenzi wetu wa MUWASA yule mama katoa namba zake kwa wenyeviti wote wa mitaa kwamba panapokuwa na shida tuwasiliane naye moja kwa moja, na yule mama Msuya amekuwa akipokea simu moja kwa moja za wenyeviti. Yaani ukiwa na kero mtaani kwako, badala ya ukiona hawa wadogo wanakuchenga, anakuambia nipigie muda wowote, na hata kuona kama ni mchana nisipopokea nitumie message. Na tukifanya hivyo, tukimtumia mama hata kama usiku atapiga simu na tatizo hilo litatatuliwa mara moja. Lakini pia wamegawanya MUWASA, wameteua idara, kila kata ina watu wa idara ya kushughulikia kero za maji muda wote. Lakini tunapopata shida kubwa tunawasiliana na yule mama, kwa sababu mama Msuya ametupa namba muda wote. Ukiwa na shida mwenyekiti piga. Yani huwa anakuja. Mara nyingi tumezoea wakuu wa idara, wakuu wa idara kwa ujumla huwa wanakuja na magari yao mpaka kwenye kituo ama kwenye kituo cha, yani aidha kule anakokwenda. Lakini yeye mama amekuwa wa tofauti kabisa. Amekuwa wa kwanza mimi kumuona mtaani hapa. Anakwenda
anajaribu kutembea kaya 2-3, anathubutu hata kufungua maji ili tu kuonyesha, na baadaye hajifanyi kuwa mkuu kiasi hicho. Yaani anajiona yeye kwa sababu ni mama kama mama wengine, basi amekuwa akisema na wananchi kwamba kama kuna jambo lolote niambieni. Wakati mwingine viongozi wenu wanaweza kuwa labda mna shida, mnako viongozi wenu wanazungusha. Amegawa namba mpaka kwa wananchi. Maeneo ya Lwanima, Kishiri, maeneo ya Igoma, maeneo ya Mkolani, Nyegezi, Buhongwa, Malimbe pamoja na maeneo ya Usagara ambayo hapo awali yalikuwa na changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama, hivi sasa yanaenda kuondokana na adha hiyo kutokana na mradi wa ujenzi wa matenki 5 ya maji katika eneo la Sawa. Kazi inaendelea vizuri, kazi inaendelea kwa kasi, tayari imefikia 20% na matarajio yetu ni kwamba ifikapo mwakani kazi hiyo iweze kuwa imekamilika. Lakini tunachofanya sisi ni kwamba tunakwenda na eneo moja hadi jingine ili kadiri ambavyo mradi unakamilika wananchi waanze kupata huduma na hivyo kuendelea kupunguza changamoto ya maji katika jiji la Mwanza. Kwa hiyo kazi kubwa imefanyika chini ya serikali ya awamu ya 6 na mheshimiwa mwenyewe, Mheshimiwa Rais alipata fursa ya kuzindua mradi wa Misungwi. Hiyo ilikuwa ni mwaka 2022. Tunaona hapa hivi karibuni tunatarajia pia aweze kuzindua chanzo hiki cha Butimba ambako tuko hapa. Mradi huu na wenyewe unaenda vizuri, tumeuona na wananchi wanaupokea vizuri, na unagharimu zaidi ya milioni 300 kwa hatua ya kwanza, na kwa sababu utakuwa mradi bora sana utakaochangia pia kuongeza mapato, kwa sababu inawezekana maji mengi yanapopotea tunakosa pia mapato mengi. Kwa hiyo kwa udhibiti huu na mfumo unaotengenezwa wa mradi wa sasa, naamini mamlaka yetu itadhibiti upotevu, lakini itakuwa na uhakika wa kukusanya fedha kwa yale maji ambayo inayatoa kwenda kwenye jamii. Lakini kingine ni mradi huu unaoendelea sasa wa ujenzi wa matenki makubwa 5 ambao utakuwa, huu tunaita ni mradi wa usambazaji. Naamini mradi huu utakapokuwa umekamilika, ambao sasa tuko hapa Sawa, tunashuhudia ujenzi wa tenki la lita milioni 5, lakini tunashuhudia eneo ambalo litafungiwa pump zitakazosaidia kuvuta maji na kusukuma kwenda kwenye maeneo mbalimbali. Na mradi huu tunategemea tutakuwa na tenki jingine lenye ujazo wa lita milioni 10 pale Fumagira. Tutakuwa na tenki lenye lita milioni 10 hapa mtaa wa Kagera kwenye kata hii ya Lwanima kwa project inaitwa Buhongwa. Lakini tutakuwa na mradi mwingine wa tenki la lita milioni 5 pale kwenye kata ya Mkolani, eneo la Isebanda, Nyamazobe. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba mradi huu utakapokamilika, ambao unagharimu zaidi ya bilioni 49 za Kitanzania, na matarajio yetu ni watu wawe na uhakika wa kupata maji masaa 24 mpaka ifikapo 2040, ambako tunatarajia tutakuwa population imeongezeka, na sina shaka kwa maoteo tulionayo tutakuwa tunaendelea tu kuongeza kwa sababu chanzo tunacho tayari. Rais Samia Suluhu Hassan alipoapishwa kushika madaraka Machi 19 mwaka 2021 aliahidi kumtua mama ndoo kichwani, na mwaka mmoja baadaye makamu wa rais Dr. Philip Mpango akaweka jiwe la msingi la ujenzi wa mradi mkubwa wa chanzo cha maji Butimba wenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 72. Kwa kweli kwa sasa hatuna changamoto ya maji na tunapata maji safi kwa muda wote. Ila hapo kipindi cha nyuma, hiyo miaka ya nyuma, kwa kweli kwa tuna shida sana ya maji, kwa sababu yani kwa tunaamka saa 9 saa 10 unaacha ndoa yako unaenda kwenye maji. Yani kwa kweli ilikuwa ni hali ya hatari. Lakini tunashukuru kwa sasa, kwa kweli yani tuko shwari. Kwa kweli tunamshukuru sana mama, Mungu amjalie. Kiukweli nimehamia Mwanza 2010, ilikuwepo changamoto ya maji. Kwa tunaweza kumaliza wiki 2, wiki 3 hatuna maji kabisa. Ila baada ya chanzo cha maji kuja, na bahati nzuri nimeshuhudia tangu wanaweza kuweka matofali ya kwanza wanaandaa eneo lile, mimi nilikuwa ninaona kwa macho ya nyama, sio kuelezewa. Mpaka kimekamilika, kwa kweli sasa hivi maji tunapata maji ya kutosha muda wote, mabafuni, machoni maji yanatoka. Kwa kweli hatuna changamoto ya maji sasa hivi. Kwa mtaa wa Amani, hususan mimi ninaishi karibu kabisa na chanzo cha maji pale Magereza Kambini. Hatuna shida ya maji sasa. Toka huu mradi umeanza kutuletea na kunufaika nao, hapo nyuma kidogo, hapo nyuma tulikuwa tuna vyoo vya ndani, lakini tulikuwa tunategemea maji ya asili yale ya chemchem pembeni mwa
Mkimba na Magereza kuna visima vya asili, chemchem zilikuwa zinachemka, kuna fisi, kuna kenge. Tulikuwa tunakunywa maji yasiyo salama, maji yenye madhara makubwa ya kichocho. Unaona, kwa kweli toka uwepo wa haya maji tunakunywa maji safi na salama yaliyotibiwa. Kwa kweli tunajivunia sana. Tunajivunia sana kwa mradi wa kimkakati wa Rais Samia, tunampongeza. Kwa kweli tunamshukuru aliyomleta mama katika nchi yetu ya Tanzania. Mara nyingi wanasema wamama hawawezi. Tumepata rais ambao ni mfano katika wamama na tunajivunia na tunamshukuru Mungu. Kama kuna mapungufu, hakuna binadamu anaokosa mapungufu, lakini kwa swala la maji tunamshukuru sana mama kutuwekea chanzo cha maji. Tulikuwa tunapata shida sana ya maji. Wengine mpaka tulikuwa tukienda kule tunakimbizwa na vijana kwa sababu ya maji. Wengine mpaka wanaamka saa 9 saa 10 kwa sababu ya swala la maji. Maji yalikuwa ni shida sana katika mtaa wetu wa Amani. Lakini sasa toka alipotuletea chanzo cha maji, kwa kweli tunamshukuru Mungu, hamna shida ya maji. Tunapata maji bila shida, tunafurahi, tunashangilia kumpata mama. Na ndio maana kuna kauli moja ilisema mama anaweza akiwezeshwa. Sasa huyu tumepata mama wa mfano ambao anatuwezesha hata sisi kwa swala la maji. Pia amefanya mambo mengi ya kumsifia. Na mtu akifanya vizuri maua yake mpe. Hata kama kuna mapungufu, hakuna binadamu ambao anakosa mapungufu. Ila mama tunamshukuru sana, katutua ndoo ya maji wa mama wa Amani. Wengine tunakaa kwenye milima lakini maji tunapata vizuri, hatuna shida, hatuna tatizo, tunafurahia. Pia tunashukuru MUWASA kwa kutusaidia kumaliza ule mradi haraka. Na tukiwa na changamoto tunapiga simu kwa mawasiliano, tunamaliza tatizo lile la maji. Tunashukuru sana MUWASA kwa kutusaidia wakishirikiana na mama na serikali kwa ujumla. Pia tunakishukuru jeshi letu la polisi kwa kutupa muongozo wa kuteua jeshi la polisi kata. Ile polisi kata inatusaidia sana katika kuweka usalama wa mazingira. Kwa hiyo wanalinda wale usiku na mchana. Amani yetu inakuwa shwari, hakuna vurugu, maji tunapata vizuri. Zamani walikuwa nakatakata ile mipira ya maji, lakini sasa hivi hamna shida yoyote. Bomba likipasuka tunapiga simu, MUWASA wanafika haraka. Kwa kweli tunamshukuru sana mama. Mradi huu wa chanzo cha maji cha Butimba hivi sasa umekamilika na unazalisha lita za ujazo milioni 48 kwa siku. Mradi huu unachangia uzalishaji wa maji katika jiji la Mwanza kwa zaidi ya 50% na hivyo kuboresha upatikanaji wa maji katika jiji la Mwanza pamoja na vitongoji vyake.